kidogo tu kwa dakika mbili kusema ya kwamba huu mwezi wa Mei ambao ni mwezi wa Bikira Maria ulianza aje, na ni kwa nini si mwezi wa April, si mwezi wa Januari, si mwezi wa Septemba na si mwezi wa Disemba? Kwa nini ni Mei na Oktoba? Katika mwaka wa 1917 1917 tarehe 13 mwezi wa 5 kule mji wa Fatima kule Portugal, Mama Maria aliwatokea watoto watatu, Lucia, Francis na Jacinta chunga. Na basi hiyo tarehe 13 akaleta muujiza na akawaambia watu warudie Mwenyezi Mungu kwa njia ya rozari. Na hapo Bikira Maria alipotokea Lucia, Francis na Jacinta, watoto wale walipoenda nyumbani wakasema, tumetokewa na Bikira Maria na ni mama yetu Bikira Maria, na ametuomba sote warudi kwa rozari takatifu, kwa sababu watu walikuwa wamekataa rozari takatifu kabisa. Kama vile ambapo siku nyingi tunafika kwa jumuiya tunasali rozari bila kuweka moyo wetu wote katika kule rozari. Na ndipo sasa kaambia kwamba rosary should not only be vocal but as well meditational. Rosary is not about the vocal, also you do it meditational, kama vile Father ametuambia siku hii ya leo tukitafakari. Basi Bikira Maria hiyo siku ya tarehe 13 mwezi wa Mei akasema ya kwamba muende waambie watu waombe rozari, na nitakuja tena mwezi wa 10 tarehe 13 hapa. Ndipo sasa tarehe 13 mwezi wa Oktoba, Mama Bikira Maria akatokea pale, na watu wengi wakakusanyika kwa sababu hawakuamini ya kwamba hao watoto yale mambo wamewaambia mambo ambayo hawakuchukulia kwa uzito. Sasa wakati Bikira Maria alikuja mwezi wa 10 tarehe 13, maajabu yakatendeka pale katika pale ambapo alikuta wale watoto Lucia, Francis na Jacinta. Jua likashuka mara 3 kutoka juu mbinguni na kukaja na dhoruba kubwa sana. Karibu watu wafikirie huu ni mwisho wa dunia. Watu wakarudia sala ya rozari, kwa sababu kama vile Father ametuambia kwamba sala ya rozari iko na nguvu sana. Ukimjua mama unamjua Yesu zaidi. Ndiposa huu mwezi wa Bikira Maria wa 5, na ndiposa ukiangalia sana akasema kuna kitabu kimeandikwa ya kwamba ukitoka mwezi wa 5 tarehe 13 uendelee tarehe 13 mwezi wa June, 13 mwezi wa Julai, 13 mwezi wa August, Septemba, Oktoba, kuna maajabu yanaambatana na hizo miezi mitano. Kwa hivyo ndiposa kwa njia ya kipekee siku hii ya leo tunaongelea kuhusu huyu mama. Na ndiposa ukiimba ule wimbo unasema, kuna wimbo unasemaga Yesu Bikira Maria katokea watoto wa Fatima. Unaimba waje? Si wana wa dunia tukumbuke maneno aliyosema Bikira Maria alipowatokea watoto wa Fatima, Lucia, Francis na Jacinta. Alisema tusali rozari tupate ama. Ya pili, na tuwaombe wale wakosefu wasiona muombe.
Na ya tatu, na wasiomwamini Yesu Mwokozi wamuamini ili waokoke. Mambo matatu. Ya kwanza akasema nini? Ili nini? Amani. Alafu tuombe wasio. Alafu ya mwisho, those three components: amani, na wasio muamini, na wakosefu, sio? So ndiposa mwezi wa Mei na mwezi wa Oktoba ni mwezi ya Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndiposa nikimalizia, wakati niligonjeka 2022 nikanyimwa oxygen wiki 2. Father Gudi alikuja kuniangalia. Wakati niliona daktari aliposema ya kwamba this man lungs are 100% affected, nikajua hapo ni kweda. Siona ukisikia, si ni kweli? Ukisikia namna hiyo. Lakini wakati Father Godi alikuja, nilimwambia kulikuwa tarehe kama tarehe 20 mwezi wa Septemba. Nikamwambia nitatoka hospitali tarehe 13. Kwanza nilimwambia mara mbili, nitatoka tarehe 7 mwezi wa 10. Akaluza ni kwa nini? Nikamwambia kwamba hiyo ndio siku inaitwa Our Lady of Holy Rosary. Na kwa sababu siku naweza kula hiyo siku tarehe 7, ikapata nafuu. Lakini sikuachiliwa, lakini nikaweza kula kwa mara ya kwanza. Akaniambia sasa, sababu hujatoka tarehe 7, utatoka lini? Nikamwambia nitatoka tarehe 13 mwezi huu nilikuwa tumevuka mwezi wa 10. Akaniuliza ni kwa nini? Nikamwambia hiyo ndiyo siku Mama Maria aliwatokea watoto wa Fatima mara ya pili kudhihirisha ujumbe wake wa watu wasali rozari na watapata amani, kuombea walio wasiojiombea na watu wapate kuokoka. Tarehe 13 hiyo saa 7 nikasikia nimepigiwa kengele. Najua nilikuwa nimekuwa mahali ambapo hakuna mtu angekuja hapo. Sijui kulikuwa na nini, shida gani ilikuwa tena inatokea hapo. So nikaambiwa, Sylvester, mimi naitwa Sylvester kando na kutoa mwalimu you have been discharged. Tupige madhamiri makofi. So nilikuwa naambatanisha kupona kwangu na nani? Na Mama Maria. Nikatolewa oxygen, nikakuwa mzuri, si niko sawa sasa hiyo, ni kweli? So Mama Bikira Maria tarehe 13 mwezi wa Oktoba 2022 nikapona. Lakini daktari alikuwa amesema ya kwamba this man lungs are 100% affected. There was no oxygen completely. I could not breathe. Lazima ningekaa na gadgets. So mwezi wa Mei, mwezi wa Oktoba ni miezi ya Bikira Maria kwa sababu ya Fatima. Alisema tusali rozari tupate amani, na tuombe wale wakosefu wasio na mwombezi, na mwamini Yesu Mwokozi wamuamini ili waokoke. Pigia Mama Maria makofi. Basi asanteni sana. Kama vile tumetangaziwa, kuna masomo ambayo yako pale. Tukikutana hapa kesho, usikose kuja siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa, mpaka huko tarehe 30 mwezi huu. Mwenyezi Mungu awatende mema.